Shalom, shalom mtu wa Mungu unayenisikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa wa Mungu, ninayo furaha kubwa sana ya kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Kama ambavyo unafahamu, mpendwa wa Mungu, tupo kwenye mwezi wetu wa mwisho, mwezi wa 12 wa kumaliza mwaka wetu wa 2025. Mtu wa Mungu, tumemwona Mungu akitutendea ndani ya mwaka mzima. Ametutendea mambo makuu, mambo mazuri, ametusaidia na kutupigania sana. Mtu wa Mungu, mwezi wetu wa 12 ni mwezi wa kukimaliza kila kilichopanga kukumaliza. Kwa hiyo unayenisikiliza sasa hivi, ninaomba ujiweke tayari kwa ajili ya kuenda kuomba maombi haya. Kile ambacho kimebakia kwenye maisha yako, kinakutatiza, kinakuumiza, kinakuchanganya, hujui utafanyaje. Kwenye maombi haya usiku wa leo tunaenda kukimaliza kwa jina la Yesu Kristo. Na kama ulikuwa unatufuatilia kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, tumekuwa tukituma maombi muda wote, mtu wa Mungu, na tumaini ulipata nafasi ya kuomba sawasawa na Roho Mtakatifu alivyotuelekeza. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, tunapoenda kuomba maombi haya, ninaomba nikuhakikishie tatizo lako lolote lililobakia au vukinalo mwaka kwenda nalo 2026. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo muda huu ninaomba karibisha rafiki zako, familia yako, watu wako wa karibu, waambie ya kwamba maombi yetu yamekwisha kuanza, wajumuike na tuje kuomba pamoja. Tuone Mungu akitutendea mema, tuone Mungu akitutengenezea tena ushuhuda, tuone Mungu akituinua mahali pale ambapo tulidhani ya kwamba hatutainuka, tulidhani ya kwamba tunaenda na maumivu yetu kwenye mwaka mwingine. Siku hii ya leo, mtu wa Mungu, Mungu atatufanyia jambo la kushangaza sana kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu, ninasema asante kwa ajili ya muda mwingine mzuri wa maombi ambao umetupa. Tunakuja mbele zako, mimi na watu wote ambao tunafuatilia maombi haya kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na Baba yangu, usiku wa leo ninaomba ukatufundishe neno lako. Ukaseme nasi neno la wakati, neno ambalo litatusaidia zaidi na tutaweza kupiga hatua kwa kwenda mbele kwa jina la Yesu Kristo. Neno litakaloponya maisha yetu na neno litakalofunua uso wako kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Kama ambavyo nimetoka kukwambia ya kwamba tupo kwenye mwezi wa kukimaliza kila kilichopanga kukumaliza. Na ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tunasimamia neno linalotoka kwenye Kutoka 14 mstari wa 27 hadi wa 28. Neno la Mungu linasema hivi: Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi. Hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao, hakusalia hata mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko, unaona kuna jambo Mungu anafanya akiwa pamoja na Musa. Neno la Mungu linasema Musa ananyosha mkono wake juu ya bahari, na panapopambazuka bahari inarudi kwa nguvu pale ilipokuwa. Na ile bahari inaporudi, mtu wa Mungu, unawaona maadui waliokuwa nyuma ya kina Musa walikuwa wanawafuatilia ili wawamalize. Lakini mtu wa Mungu, unaona bahari inaporudi, Bwana anaingia kazini,
anawakukutia mbali au wa Misri kati ya bahari. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamuona Bwana ambaye ni Mungu anamaliza kile kilichopanga kuwamaliza wakina Musa. Mtu wa Mungu, kama vile ambavyo Bwana alikimaliza kilichopanga kuwamaliza kina Musa na Israeli wote, ndivyo ambavyo Bwana atakimaliza kile ambacho kimepanga kutumaliza kabla hatujavuka mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, fuatana na mimi, nitakupeleka kwenye neno, nitakuonyesha Mungu anasema nini kwa habari ya maisha yako, na utamaliza huu mwaka ukiwa na kicheko na ushindi mkuu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa wewe ambaye unaandika, andika kichwa chetu cha somo la usiku wa leo: maombi ya kuzimaliza roho za visasi na malipizi zilizopanga kukumaliza. Kwa unayeandika, andika maombi ya kuzimaliza roho za visasi na malipizi zilizopanga kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia roho za visasi na malipizi zilizopanga kukumaliza, mtu wa Mungu, zimepanga kuharibu maisha yako. Ngoja nikupeleke kwenye neno. Dada Krista, naomba nisomee Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 9. Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 9. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Ukisoma, mtu wa Mungu, kwenye hii Ufunuo 12:7 hadi 9, neno la Mungu linasema hivi: kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapoanza kusoma unaiona vita, na neno la Mungu linasema mahali vita ilipokuwepo palikuwa ni mbinguni. Na neno la Mungu linatuonyesha waliokuwa wanapigana ile vita alikuwa ni malaika Mikaeli pamoja na malaika zake, na neno la Mungu linasema yule joka pamoja na malaika zake. Kwa hiyo hii vita unawaona malaika ndio walikuwa wanapigana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi: yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunaiona vita, tunaona mapigano, tunaona changamoto tunapoanza kusoma ili andiko. Neno la Mungu linasema hivi: nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Kwa hiyo unaposoma huu mstari wa 8, mtu wa Mungu, tunaona matokeo. Neno la Mungu linasema huyu joka pamoja na malaika zake hawakushinda. Lakini sio tu hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Kwa hiyo huyu joka na malaika zake kule mbinguni walikuwa na mahali hapakuonekana tena baada ya vita. Mtu wa Mungu, nimekwambia kila kilichopanga kukumaliza tutakimaliza usiku wa leo baada ya maombi haya. Na kila kisasi cha shetani alichopanga kukumaliza na malipizi yote tutakimaliza kwa jina la Yesu Kristo. Ngoja nikupeleke mbele kidogo. Neno la Mungu linasema hivi: yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Haya ni matokeo ya vita.
walitupwa baada ya ile vita. Mahali pao hapakuonekana tena baada ya ile vita. Mtu wa Mungu, juu nilikuonyesha ya kwamba unamuona Musa anapambana na adui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema ya kwamba bahari ilirudi, Mungu akawamaliza waliopanga kummaliza Musa na Israeli wote. Baada ya pale, yule adui aliyekuwa anamfuatilia Musa aonekani tena. Maana yake nini? Baada ya maombi haya, adui yako aonekani tena. Amen. Baada ya maombi haya, tatizo lako halionekani tena. Amen. Baada ya maombi haya, ushindi unakuwa mikononi mwako. Amen. Kila kisasi ambacho shetani amepanga kukifanya kwenye nyumba yako hakionekani tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila vita ambayo nguvu za giza waliiamsha kwenye malango yako, usiku wa leo Mikaeli pamoja na malaika zake watapigana kwenye malango yako. Baada ya hapo, adui hataonekana tena. Amen. Haya ni matokeo ya vita. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matokeo ya vita, ushindi tutaupata sisi watoto wa Mungu. Amen. Twende mbele kidogo nikuonyeshe jambo. Naomba nisomee Ufunuo 12 mstari wa 13 mpaka wa 17. Ufunuo 12 mstari wa 13 mpaka wa 17. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake. Hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu wakati mbali na nyoka huyo. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke. Nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule alioutoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wasishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, naomba unisikilize kwa makini. Neno la Mungu linasema kwenye mstari wa 13, na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mtu wa Mungu, mwanzo nilikuonyesha vita ilikuwa mbinguni. Malaika Mikaeli wakampiga lile joka, na lile joka likatupwa chini kwenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaposoma ili andiko, kulikuwa na mwanamke, mtu wa Mungu, na unaona mwanamke anakutana na vita. Huyu mwanamke ajui hiyo vita ilipotoka, lakini ghafla maisha yake yanakutana na vita. Neno la Mungu linasema, na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Kwa hiyo joka alipofika chini, alimkuta mwanamke, alimkuta mtu ambaye anafanya maisha yake, yuko bize na uzao wake. Neno la Mungu linasema huyu mwanamke alimzaa mtoto mwanamume. Kwa hiyo joka akahamishia vita kwa huyu mwanamke. Neno la Mungu linasema yule joka alichokifanya, alimuudhi. Mtu wa Mungu, kwenye maisha yako unakutana na maudhi, au jui yametoka wapi. Mtu wa Mungu, kwenye ndoa yako unakutana na maudhi, au jui yametoka wapi. Mtu wa Mungu, kwenye biashara yako, kwenye mipango yako unakutana na maudhi, unakutana na kero, unakutana na fedhea, unakutana na maumivu, au jui yametoka wapi. Ila neno la Mungu linasema, na joka yule
Joka yupi? Neno la Mungu linasema yule aliyeshindwa vita mbinguni. Mahali pake hapakuonekana, maana yake hakuweza kurudi. Lakini huyu joka akavaa roho ya kisasi, akapanga kumuudhi mtu yeyote ambaye akumfanyia jambo baya, akapanga kumtenda mabaya mtu yeyote ambaye akumtenda mabaya. Mtu wa Mungu, unaona roho ya kisasi inahamia kwa mwanamke mwenye mtoto wa kiume. Mtu wa Mungu, huyu mwanamke anaweza kushangaa, hili joka limetoka wapi? Mbona linanifanyia hasira? Mbona linamuumiza mwanangu? Mbona linanipa uchungu? Mbona linanipa hasara? Kuna kitu gani? Roho ya kisasi. Ndio maana mtu wa Mungu, usiku wa leo nimekwambia tunaenda kuipiga hii roho ya kisasi ambayo imepanga kukumaliza. Na sisi tunaimaliza. Roho ya kisasi, roho ya malipizi, tunaimaliza kwa jina la Yesu. Amen. Ndani ya mwaka huu hautavuka nayo. Amen. Kwa sababu nia ya joka ni kukuuzi. Nia ya joka ni kukuua. Mtu wa Mungu, tangu umezaliwa kuna aina ya changamoto umekutana nazo kwenye nyumba yenu, hujui zimetoka wapi. Umemuomba Mungu kwa bidii mpaka unasononeka, unasema sasa niombeje? Nifanye nini? Nani anayenichukia? Nimeharibu maisha ya nani? Mbona tangu nimehamia kwenye huu mtaa simjui mtu, sijamuumiza mtu, lakini mikono yangu muda wote inazaa mapooza. Miguu yangu muda wote imefungwa na kamba, imefungwa minyororo, imefungwa pingu. Sipigi hatua za mafanikio. Sina mafanikio kwenye uchumi, sina mafanikio kwenye afya, sina mafanikio kwenye ndoa, sina mafanikio kwenye uzao, sina mafanikio kwenye kumcha Bwana, sina imani. Tatizo ni nini? Nyoka yule. Tatizo, mtu wa Mungu, ni nyoka yule. Na yule nyoka hujamfanya chochote, ila nyoka ana hasira, amebeba roho ya kisasi. Waliopigana naye kashindwa kuwapiga, amehamishia vita kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, utanielewa. Nakwambia tutaomba. Amen. Haya ni maombi ya kuomba, mtu wa Mungu. Amen. Tutaomba, tutapiga hizo roho za visasi. Amen. Kuna mtu leo, wewe ni mgeni, umetoka hapa, umeenda kufanya kazi kwenye kampuni, ghafla bosi hakupendi. Ghafla wafanyakazi wenzako hawakupendi. Unashangaa, unalia, mtu wa Mungu, unalia. Umejaa na sononeko, hujui nini kimetokea. Roho ya kisasi, mtu wa Mungu, hujafanya chochote. Ina hasira tu ya kwamba hawataki wafanyakazi kwenye hilo eneo. Roho ya kisasi ipo kwenye ardhi ya kwamba hakuna atakayejenga hapa, atamaliza. Imetoka wapi? Neno la Mungu linasema, na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Huoni mwanamke akimwanza joka? Hapana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unasema sina sababu ya kupigana. Unayo. Amen. Anayepigana na wewe hujamuanza. Anayekuroga hujamuanza. Umependeza tu, amekuonea wivu. Roho za visasi. Unatia bidii kwenye kazi yako, Mungu anakupa matokeo, kwa sababu anasema afanyaye kazi kwa mikono ya bidii atapata matunda. Kwa hiyo wewe unapata matunda kwa bidii yako. Watu wanakuonea wivu, wanaenda kukuroga, wanaenda kwa Kalumanzila, wanaenda kukufanyia mambo ya ajabu. Unashangaa ghafla haupo kwenye nafasi tena. Tunapomaliza huu mwaka, mwezi wako wa 12, mwingine anasema ni miaka 10. Kila ninapopokea mwaka mpya, mateso ni yale yale, yamedumu miaka na miaka. Umetafuta chanzo na chanzo. Tatizo ni nini? Roho za visasi. Zimetoka wapi? Kwa joka yule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja tuendelee mbele kidogo. Neno la Mungu linasema hivi, mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake. Hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati, mbali na nyoka huyo.
Kwa hiyo mtu wa Mungu unamuona mara yule mwanamke anapewa mabawa makubwa kama tai. Maana yake nini? Mungu anampigania yule mwanamke pamoja na mtoto wake. Mungu anamhamisha mahali pa yule nyoka alipokuwepo, anamweka mbali. Mahali anapomweka, Mungu anasema yule mwanamke analishwa kwa wakati na nyakati na nusu wakati. Maana yake nini? Vipindi, muda, majira yanapobadilika, miaka. Maana yake yule mwanamke anaona uwema wa Mungu. Kwa sababu Mungu amemweka mbali na joka yule. Kwa hiyo kwa nini tunaenda kuomba usiku wa leo? Ili Mungu atuweke mbali na visasi vya joka yule. Mtu wa Mungu, tunapomzungumzia huyu joka, tunamzungumzia shetani. Tunamzungumzia ibilisi. Tunazungumzia watu wabaya. Tunazungumzia watu wenye wivu wa uchungu. Tunawazungumzia watu wenye hila. Tunazungumza watu wenye nia mbaya. Tunazungumzia watu wenye macho ya chuki. Tunawazungumzia watu wenye midomo ya uchungu, midomo ya laana. Mtu wa Mungu, hujamfanya mtu kitu, lakini maneno anayokutamkia ya kwamba yule, nakwambia nawapa mimi, hata kafanikiwe. Kuna watu wanachola chini, wanakuchola. Wanasema hautakaa ufanikiwe kwenye ardhi. Wanasema hautakaa udumu kwenye hiyo nyumba. Wanasema biashara yako haitakaa ifaulu. Umewafanya nini? Visasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unamwona Mungu anamsaidia yule mwanamke. Neno la Mungu linasema hivi, nyoka alipoona yule mwanamke amesaidiwa, unamuona achi. Kuna jambo yule nyoka anafanya. Neno la Mungu linasema hivi, nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Mtu wa Mungu, nyoka anaendelea na maudhi. Yule mwanamke akiwa hana habari, nyoka anapanga mipango ya kumuumiza. Yule mwanamke na mtoto wake wakiwa hawana habari, nyoka anapanga mipango ya kuwaua. Mtu wa Mungu, upo mwezi wa 12, unapanga mipango yako 2026, una habari, nyuma nyoka ametoa maji kama mto akumeze, usivuke mwaka. Anasema hivi, nitahakikisha watapata ajali. Nitahakikisha wataumwa kifafa. Nitahakikisha na waangusha. Nitawahakikisha na watia madeni. Neno la Mungu linasema lengo la nyoka lilikuwa ni kumuudhi. Unapoona maudhi mengi, mtu wa Mungu, kabla hujasema neno, rudi, tafuta kisasi. Nani amefanya kisasi na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ushuhuda mtu mmoja, mtu wa Mungu, alinitumia jana. Alikuwa anasema usiku alikuwa anafanya haya maombi ya kuwageukia adui zake. Anasema alipomaliza kuomba, anatoka anarudi chumbani koldoni, anamuona nyoka mweusi. Anasema ilikuwa nusu amkanyage kwenye miguu. Nyoka anatembea kwenye talvi. Mtu wa Mungu, tutajitahidi tutume hizo shuhuda. Mungu anashangaza. Akaniambia, mtumishi Minister Melebi, huyu nyoka alikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Nikasema visasi. Shetani amepanga kuhakikisha watu hawapigi hatua, kuhakikisha anakata miguu yao, kuhakikisha anashika visigino vyao. Neno la Mungu linasema nyoka akatoa katika kinywa chake. Mtu wa Mungu, mwezi wa 12 watu watatoa maneno ya makufuru kwenye vinywa vyao, maneno yatakayochana moyo wako kiasi cha kwamba moyo wako uvuje damu. Neno la Mungu linasema haya maji yalitoka kwenye kinywa cha nyoka. Maana yake nini? Kinywa cha nyoka kinaweza kutoa kitu chochote. Kinaweza kutoa sumu, kinaweza kutoa maneno ya matukano, kinaweza kutoa maneno ya mauti, kinaweza kutoa maneno ya laana. Kabla haujajibu mashutumu ya laana, mashutumu ya maneno ya watu, mwangalie nyoka yule. Mwangalie nyoka yule. Alafu rudi kumkimaliza kila kilichopanga kukumaliza. Rudi kushindana na roho ya visasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupeleke mbele kidogo, mtu wa Mungu. Neno la Mungu linasema hivi, nchi ikamsaidia mwanamke. Nchi ikafunua kinywa chake
ikaumeza mto ule aliyoutoa yule joka katika kinywa chake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamwona Mungu haachi kumsaidia mwanamke. Amen. Cha kwanza, unamwona Mungu alimpa mwanamke mabawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona Mungu haachi kumsaidia mwanamke, na unamwona nyoka haachi kupambana na mwanamke. Nyoka alipotoa kinywa chake maji kama mto, ili yule mwanamke achukuliwe nyuma, apate mabalaa nyuma, apate hofu za ghafla, apate mapigo ya ghafla, mapigo ya usiku, apate magonjwa ya ghafla. Umelala vizuri, unaamka uweni, hauna pumzi. Umelala mzima, unaamka na magonjwa ya ajabu. Unaamka moyo unaenda mbio. Nini kimetokea? Nyuma kuna nyoka. Amen. Neno la Mungu linasema nchi ikamsaidia mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nchi nayo ikafungua kinywa chake. Kwa hiyo unaona kinywa kwa kinywa ikameza maji ya ule mto. Mtu wa Mungu, usiseme tuliomba, mbona Mungu hakunisaidia? Unamwona visasi haviachi. Unaona visasi haviachi. Ndio maana Roho Mtakatifu alitupa maelekezo. Kuna maombi tulituma kwenye grupu ya kumaliza kila kilichopanga kukimaliza. Tulirudia tena kuomba maombi ya kupukutisha adui kwenye mikono. Tukakemea tena roho za visasi. Tukakemea tena roho za laana. Tukakemea tena kuvua mavazi ya aibu. Kama ukupata nafasi ya kuomba, omba. Ndio tunamaliza hivi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio tunaendelea, mtu wa Mungu. Amen. Mungu alimpa mwanamke mabawa, lakini kwenye hili teso mwanamke alihitaji support ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema ardhi ikamsaidia mwanamke. Yule nyoka hakupata tena alichokuwa anapata. Ngoja twende mbele kidogo. Neno la Mungu linasema kwenye mstari wa 17, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Mtu wa Mungu, unaona yule joka hakukata tamaa. Sasa amehamishia vita kwa uzao wa mwanamke. Na wewe unayenisikiliza ni uzao wa mwanamke. Amen. Na wewe unayenisikiliza, nyoka ametangaza uadui na wewe. Unaweza kusema, uadui umetoka wapi? Wewe ni uzao wa mwanamke. Neno la Mungu linasema yupo joka. Yule joka wa zamani. Kwa hiyo ipo vita ya zamani. Imekuwekea kisasi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni lazima upigane. Amen. Na kilichopanga kupigana na wewe. Amen. Ni lazima ukimalize. Amen. Kabla akija kumaliza. Amen. Kwa nini tunakimaliza Disemba? Ili tusianze nacho. Amen. Kwa nini tunakimaliza kabla hatujafungua mwaka mwingine? Tunafunga chapter. Amen. Hatutaki kufungua mwaka na huzuni. Amen. Kuna mtu mmoja alinitumia ushuhuda. Aliniambia, dada Merebi, maisha yangu yalijawa na huzuni. Nilikuwa na hofu ya maisha. Nilikosa tumaini. Anasema, lakini tangu nafuatilia haya maombi, nalala usingizi. Amen. Sina mashaka. Amen. Sijauona muujiza, ndio, lakini amani ninayoisikia ndani yangu sijawahi kuisikia. Amen. Shetani anakuudhi. Amen. Usipate amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unamwona joka akakasirika. Hii ni roho ya kisasi. Akasema akaenda zake, lakini akafanya vita na uzao wa mwanamke. Na uzao wa mwanamke. Umezaliwa leo, unauliza vita imetoka wapi? Nyoka, mtu wa Mungu. Joka la zamani limepanga vita kwenye malango yenu. Limeingia kwenye ukoo wenu. Limetengeneza mifumo, mtu wa Mungu. Limetengeneza laana za ukoo. Limetengeneza asili, mtu wa Mungu. Unasumbuliwa na nini? Na asili za familia yenu. Unasumbuliwa na nuksi za familia yenu. Unasumbuliwa na mikosi. Ndio maana, mtu wa Mungu, ukitrace, unaona kilichowatafuna ndicho kinachokutafuna. Kimetoka wapi? Kwa joka yule. Amen. Mtu wa Mungu, tutakimaliza. Ngoja tuende mbele kidogo. Ngoja nikuonyeshe kitu. Dada Krista, naomba nisomee Luka 11 mstari wa 24 hadi wa 26. Luka 11 mstari wa 24 hadi wa 26. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika, asipoona usema, nitairudia nyumba yangu niliyotoka.
Hata afikapo akaiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye Luka, mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema hivi: pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika, asipopaona husema, nitarudi nyumba yangu niliyotoka. Nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tangu mwaka unaanza, unapambana na nguvu za giza, unapambana na mapepo, unapambana na wachawi, unapambana na waganga, unapambana na watu wabaya. Unatulia, unasema nimemaliza vita, Mungu amenitengenezea muujiza. Kumbe mtu wa Mungu, pepo mchafu alipokutoka, muda wote anakaa anapanga visasi. Anasema nitairudia nyumba yangu. Manake nini? Wewe ni nyumba yake. Neno la Mungu linasema huyu ni pepo mchafu. Manake nini? Anataka kukaa wapi? Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona nguvu za giza haziachi kujipanga kukuangamiza. Haziachi kujipanga kukuachia. Tena neno la Mungu linasema hivi: hata afikapo akiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe. Kwa hiyo unamwona adui anapotoka, anaenda kutafuta wasaidizi. Unamwona mwovu anapotoka, anaenda kutafuta watu atakaomsaidia. Anarudi wapi? Kwako. Tena wewe umeipamba nyumba yako, umefunga milango yako, umetengeneza maisha ya ibada, unajitahidi ukae kwa Mungu, lakini angalia kazi ya pepo huyu aliyetoka kwenye maisha yako, aliyetoka kwenye malango yako. Anaenda kutafuta vikundi vingine vya uhalifu wakurudie. Anakupangia nini? Mipango. Ndio maana tunaomba haya maombi. Amen. Tunaomba haya maombi watu wote. Amen. Tunahakikisha tunamaliza. Amen. Tunamaliza kisasi. Amen. Lazima tuipige hii roho ya visasi. Amen. Hii roho ya visasi, mtu wa Mungu, huwa haiwachii watu. Inatulia tuli. Kuna nyingine roho za visasi, mtu wa Mungu, zinakusubiria baada ya miaka 20 kuanzia sasa. Zinarudi kwako. Roho za visasi vingine, mtu wa Mungu, zinasubiria zijifiche kule, zinasubiria wajukuu zako. Kwa hiyo unapoomba haya maombi leo, unamaliza. Amen. Neno la Mungu linasema Musa alipogeuka nyuma hakumuona adui yake. Amen. Hakumuona adui aliyemfuatia, hakumuona. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu aliwamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haina maana ya kwamba Mungu akupigana nao kwanza. Haina maana Mungu akuadhibu kwanza. Haina maana Mungu akuwajeruhi kwanza. Adui huwa anarudi, anatibu majeraha yake, anajipanga, ana hasira nyingi, na anakuja kutaka kukumaliza. Ndio maana Roho Mtakatifu akaona. Amen. Akasema hapana, malizeni na haya maombi. Amen. Malizeni na haya maombi. Amen. Nimeona mchezo mchafu wa adui. Nimeona wazo la adui. Nimeona lengo la adui. Nimeona mapenzi ya adui anayokuwazia. Ameona ndoto za adui. Ameona kiu na njaa ya adui kwenye maisha yako. Mungu anasema sasa maliza. Amen. Maliza hiyo roho ya visasi. Amen. Maliza kila kilichopanga kukumaliza. Amen. Ngoje tusome hili neno halafu tukaombe. Naomba turudie dada Krista ile Kutoka 14 mstari wa 27 hadi 28. Kutoka 14 mstari wa 27 hadi wa 28. Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka, bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi. Hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao, hakusalia hata mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, watu wengi mnajua stori ya Musa na Farao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamwona Mungu alimpiga Farao, adui wa Israeli, mapigo 10. Sio tu alimpiga, alimuulia wazaliwa wake wa kwanza wote, wa binadamu hadi
uhai wa wanyama. Mungu alitumia nguvu nyingi kuwatoa watoto wake Israeli kutoka Misri, kutoka kwenye utumwa. Walipokuwa njiani wanaelekea, neno la Mungu linasema Farao, adui wa Israeli, akajipanga tena, akawafuatia wakina Musa. Kwa nini anawafuatia? Anataka awarudishe tena utumwani. Anataka aibe tena milki zao. Anataka achukue tena nafasi zao. Anataka atumie tena nyota zao. Anataka awaeke tena kwenye utumwa. Yani mwaka mwingine tena upotee. Majira yao tena yapotee. Nyakati zao tena zitokee. Kwa nini aliwaachia? Moto ulikuwa mwingi. Lakini alipopona, Farao akachukua jeshi. Akasema tunawafuata wakina Musa. Haijalishi Mungu wao ndio aliwatoa, tunawafuata. Mtu wa Mungu, nimekusomea katika Luka. Huu ndio utaratibu wa adui. Kwa nini tunammaliza leo? Kwa sababu mtu wa Mungu, sirini, adui amepanga hauvuki mwaka. Adui amepanga haumalizi salama. Adui amepanga avunje ndoa yako. Adui amepanga ale nyama yako. Adui amepanga ale mifugo yako. Adui amepanga auwe wazao wako. Adui amepanga kukufilisi. Anasema unamaliza mwaka lakini una kazi. Unamaliza mwaka lakini una biashara. Adui amepanga kuleta majeraha, kuleta majanga, kuleta ajali za moto, kuleta huzuni kwenye malango yako. Ndicho alichokifanya adui wa kina Musa. Aliwafuatia. Anataka kukurudisha utumwani. Anataka kukurudisha kwenye machozi. Anataka kukurudisha kwenye huzuni. Anataka umkufuru Mungu ili ufe. Mungu ameona, amesema ataki. Amen. Anasema nataka kumaliza. Amen. Nataka kumaliza. Amen. Mungu akamwambia Musa, nyosha mkono wako. Amen. Kuelekea baharini. Kwa nini? Mungu amemuona Farao. Amemuona na jeshi. Njia ambayo Mungu aliwatengenezea Musa na Israeli. Watoto wake wapite. Awatoe kwenye dhiki. Awafutie historia ya utumwa. Awape historia ya utawala. Unaona njia ile ile. Farao adui na jeshi lake wanapita. Wanapita kufanya nini? Kumkamata Musa. Mtu wa Mungu, umetengeneza njia yako ya mafanikio. Umetengeneza njia yako ya uchumi. Umetengeneza njia yako ya familia. Umetengeneza njia yako ya kazi. Umejitengenezea vitu vizuri. Adui yupo. Amepanga kukufuatilia. Amepanga kukurudisha. Anasema wewe mtumwa umeondoka, nani atamwabudu? Nani atamtuma? Nani atamuibia haki yake? Amepanga kukuchukua. Mungu anamwambia Musa, nyosha mkono. Amen. Kuelekea bahari. Nyosha mkono, kuna jambo nafanya. Hii njia Musa, mimi ndio nimekutengenezea. Huu mwaka 2025 mimi Mungu ndio nilikupa. Hii miezi mimi ndio nilikupa. Mimi ndio nikakuokota ulipokuwa jaani. Mimi ndio nilikata kitovu chako. Mimi ndio nilikuponya jeraha zako. Mimi ndio nilifuta damu zako. Nimekukuta Merebi ukiwa unalia sana. Nimeona moyo wako ukiwa unaomboleza. Nimeona huzuni yako. Mimi Mungu nimekuja. Mungu anakutoa, lakini unamwona nyoka amenyanyua kinywa chake. Anatuma maneno ya laana. Anatuma maneno ya kashfa. Na wewe mtu wa Mungu unayasikiliza. Unamwona Mungu muongo. Unaona kama ufiki mbele. Kwa nini? Adui yuko na jeshi. Adui yupo na malaika zake. Adui amejipanga. Lakini usiku wa leo Mungu amepanga kukupa mabawa. Usiku wa leo Mungu amenyanyua ardhi kusaidie. Usiku wa leo Mungu anasema nyosha mkono wako kuelekea baharini. Maana nimepanga kumaliza kila visasi vya shetani vilivyopanga kukumaliza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, paza sauti yako ya shukrani mbele za Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya usiku mzuri ambao Mungu umekusudia kutenda mema. Asante maana jambo jipya litazaliwa nalo litachipuka kwetu, nasi tutaliona. Asante Mungu mwaminifu. Asante maana unamaliza mwaka kivingine. Asante maana unatushindia. Asante maana yule adui hatutamuona tena.
tena, hatutamuona tena. Asante maana kila kilichopanga kutumaliza unakimaliza usiku wa leo. Tunakushukuru Mwokozi. Asante Mungu wetu, asante Mungu wetu, asante wewe mzee wa siku, asante wewe Mungu muumbaji wetu, asante wewe uliye Bwana kwetu, asante maana hii vita unaimaliza wewe usiku wa leo. Asante maana yule adui hatutamuona tena, hatutamuona tena, hatutamuona tena. Asante maana umefuta nafasi ya yule adui, umeondoa nafasi yake. Hatakuwa na mahali pake kwenye nyumba zetu, hatakuwa na mahali tena kwenye maisha yetu, hatakuwa na mahali tena kwenye huduma yetu, hatakuwa na mahali tena. Kwa jina la Yesu tunakushukuru wewe Mungu. Asante kwa ajili ya neno la wakati, asante maana umekusudia kutufungua usiku wa leo katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nyosha mikono yako juu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo niko mbele zako, ninakushukuru, ninasema asante, ninakupenda. Usiku wa leo niko mbele zako, mimi mwanao, niko na familia yangu, niko na ndugu zangu, niko na wapendwa wangu, nami nimekusudia neno nalo litathibitika ya kwamba kila kilichopanga kunimaliza ninakimaliza. Kila roho za malipizi zilizopanga kunimaliza ninazimaliza kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nanyosha mkono wangu juu ya adui zangu, nanyosha mkono wangu juu ya mikosi, nanyosha mkono wangu juu ya mabalaa, nanyosha mkono wangu juu ya mapigo yote, mapigo ya uharibifu kwa jina la Yesu Kristo. Kila pigo la mauti lililopanga kunimaliza nalimaliza sasa kwa jina la Yesu. Kila pigo la mauti za ghafla lililopanga kunimaliza nalimaliza sasa kwa jina la Yesu. Kila ajali za ghafla zilizopanga kunimaliza nazimaliza sasa. Kila uharibifu wa shetani uliogizani uliopanga kunimaliza naumaliza sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila uadui wa kipepo, wakiganga, uliopanga kunimaliza naumaliza sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho za malipizi zilizopanga kunimaliza ndani ya umwezi, namaliza sasa. Kila mauzi ya shetani na kipepo yaliyopanga kunimaliza sasa kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Ninanyanyua mkono wangu juu ya Bwana wangu wa majeshi, Mungu wangu ninayekutumaini. Kila uovu, kila adui aliyepanga kunimaliza sasa kwa jina la Yesu. Haya, mtu wa Mungu, kemea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, usiku wa leo ninanyosha mkono wangu, ninanyosha mkono wangu juu ya kila adui aliyepanga kunimaliza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Namaliza leo, namaliza leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila adui kwenye maisha yangu, kila adui wa zamani, kila adui aliyepanga kunimaliza ndani ya mwezi wa 12, namaliza kwa jina la Yesu, namaliza kwa jina la Yesu, namuondoa kwenye njia yangu kwa jina la Yesu, namaliza kwa jina la Yesu, namuondoa kwa jina la Yesu, ninampiga kwa mapigo yale 10 kwa jina la Yesu, namaliza. Hatoweza kunimaliza kwa jina la Yesu. Kila nguvu za kichawi, kila nguvu za wachawi nazimaliza kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila ubaya wa adui na umaliza sasa, na umaliza sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, nguvu za giza, nguvu za adui toka sasa, toka sasa, toka kwenye maisha yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Roho za majini, roho za majini, majini makati, maimuna, subiani, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye mwezi wangu, kila roho za giza, kila roho chafu, kila pepo wachafu waliopanga kurudi kwenye maisha yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka sasa hivi, toka sasa hivi, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila roho za giza, kila roho za giza, kila roho za uharibifu, kila roho chafu zilizopanga kunimaliza ndani ya huu mwaka, ninatamka kwa damu ya Yesu, toka, 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 ninazimaliza kwenye njia yangu, ninazimaliza kwenye hatua zangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila kinywa cha adui kilichofunua mdomo wake juu ya maisha yangu, toka sasa hivi, toka sasa hivi. Kila kinywa cha joka kilichofunua mdomo wake juu ya maisha yangu, juu ya njia yangu, juu ya familia yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya uzao wangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila roho ya joka, kila roho ya joka, kila roho ya joka iliyoshikilia hatua zangu, iliyoshikilia miguu yangu, iliyoshikilia njia zangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila nyoka toka, kila nyoka toka, toka sasa hivi, toka kwa jina la Yesu, toka kwenye miguu yangu, toka kwenye njia yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Na maliza roho za visasi za adui zilizopanga kunimaliza ndani ya mwezi, ndani ya tarehe zilizobaki kwenye maisha yangu, pepo toka sasa, toka sasa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila uovu wa adui ulio nyuma yangu, ambao si wangu, na adui ameuweka ili uniangamize, huo uovu toka sasa hivi, toka nyuma yangu, toka nyuma yangu, toka nyuma yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, weka mkono wako kwenye kichwa, halafu nyamaza kimya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hawa watoto wako wote wanaosikiliza maombi hayo wameweka mikono yao juu ya vichwa vyao. Mungu, ni ishara ya kwamba mimi mtumishi wako nimeweka mikono yangu juu ya vichwa vyao. Ninatamka kila mipango ya adui aliyoipanga juu ya mtoto wako huyu, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Nabatilisha mipango yote ya adui, naibatilisha juu yetu sisi wote kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila mipango ya adui haribika sasa hivi, kila mipango ya kichawi haribika sasa hivi, kila mipango ya adui haribika kwa jina la Yesu Kristo, haribika sasa kwa jina la Yesu Kristo. Toka juu ya watoto wa Mungu, toka juu ya watoto wa Mungu, toka juu ya watu wa Mungu, toka kwa hawa watu, toka kwenye hii familia, toka kwenye hii familia. Kila mauti za kichawi, kila mauti za kipepo, kila mauti za kiganga, kila mauti za kutengenezwa, toka kwa watoto wa Mungu, toka kwa watoto wa Mungu, toka kwenye vichwa vyao, toka kwenye nyumba zao. Wewe mauti, wewe nimekuona ndani yao, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru, hautawaua watoto wao, hautawaua watoto wao, hautamuua huyu baba, hautamuua huyu mama, hautamuua huyu dada, hautamuua huyu kijana, hautamuua huyu msichana, hautamuua huyu mtu. Toka kwenye nyumba yao, toka kwenye familia yao. Nasema hautaiua hii ndoa. Wewe mauti ya kipepo, wewe mauti ya kipepo, wewe mauti kabla ya wakati, wewe mauti kabla ya wakati, nimekuona kwenye hayo malango. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Ninakuamuru kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ninakuamuru kwa moto wa Roho Mtakatifu, toka ndani yao, toka ndani yao, toka ndani yao, toka ndani yao,
toka ndani yao, toka ndani yao. Nasikia kelele za mashetani kwenye hiyo nyumba, nasikia kelele za mashetani. Wewe pepo, wewe shetani, wewe makata, toka ndani yao, toka ndani yao, toka ndani yao, toka ndani ya nyumba zao, toka ndani ya familia zao, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Nasikia pepo anasema sitoki, sitoki, sitoki. Na kutafuta uko wapi? Na kuona chini ya uvungu. Toka kwenye iko chumba. Wewe ndio unaleta migongano ndani ya hiyo nyumba. Toka kwenye huo uvungu, toka kwenye huo uvungu, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomanda kabade. Naona roho za wanyama ndani ya nyumba yako. Naona roho za wanyama za kipepo. Wewe wanyama ni nguvu za giza. Wewe wanyama, naona majini ndani ya wanyama. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila wadudu wa kipepo ndani ya hiyo nyumba, kila wadudu wa kipepo ndani ya hiyo familia, toka kwa jina la Yesu. Kila panya wa kipepo, mnajiita panya wakati ni majini, ndio mnaharibu fedha, ndio mnakula uchumi, ndio mnakula afya. Toka wewe panya, roho ya uharibifu, toka humo ndani, toka kwa jina la Yesu, 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 toka kwa jina la Yesu. Na maliza wewe adui, na kumaliza wewe adui uliyepanga kumaliza hizi familia, toka kwa jina la Yesu Kristo, 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 toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka na kupiga, na kupiga na moto wa Roho Mtakatifu, na kupiga na moto wa Roho Mtakatifu, na kukata mapanga, na kukata mapanga na moto wa Roho Mtakatifu. Toka wewe shetani, toka wewe shetani, toka majini. Naona majini, naona majini yamejificha kwenye mabanda, naona majini ndio anakata hiyo mifugo. Wewe majini nimekuona, wewe jini nimekuona. Toka ndani ya hiyo nyumba, toka kwenye hayo mabanda, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Naona jini linaitwa Jabari liko ndani ya nyumba yako, naliona liko kwenye hema lako, naliona kama jiwe. Toka wewe Jabari, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Natuma moto wa Roho Mtakatifu, natuma moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu kuchome, moto wa Roho Mtakatifu kuangamize. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila mapigo ya uharibifu, kila mapigo ya uharibifu, kila mapigo ya uharibifu, kila mapigo ya ghafla, toka kwa jina la Yesu. Toka humo ndani, toka kwenye hizi familia, toka kwenye hiyo nyumba, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Naona unasimbuliwa na addiction, au ni majini wako ndani yako, au ni mapepo alafu wanadai wewe ni nyumba yao. Wewe pepo toka, pepo mchafu toka, pepo mchafu toka, toka, toka. Naona amekimbilia kwenye tumbo, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye hilo tumbo, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye hilo tumbo. Toka wewe nguvu za giza, toka wewe nguvu za giza, toka wewe nguvu za giza. Roho Mtakatifu ananiambia asili, weka mkono wako kwenye kitovu, weka mkono wako kwenye kitovu, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye kitovu chako, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye kitovu. Na kata hiyo asili ya kwenu, na ikata hiyo asili ya kwenu, ninakutenga nayo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Naona patterns za familia zinakushika, nimeona patterns za familia zimekushika, zimekushika kama minyororo, zinakurudisha nyuma. Na kata hiyo minyororo kwa jina la Yesu katika, kwa jina la Yesu katika, kwa jina la Yesu katika, kwa jina la Yesu katika. Kamba za mauti toka kwa jina la Yesu. Kamba za mauti, umewazingira watu, unasema unawachukua ndani ya mwezi huu. Nasema hivi, hauwachukui, wanavuka mwaka kwa jina la Yesu Kristo. Hili sio ombi, huu ni lazima, hii ni amri. Toka. Nakata hizo kamba za mauti, nakata hizo kamba za mauti, nakata hizo kamba za mauti, kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye miguu yako, kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye miguu yako. Toka roho za giza, toka roho za giza, toka roho za ukiwa, toka roho za ukiwa. Wewe ukiwa, toka kwenye hiyo nyumba, toka kwenye hiyo familia, toka kwenye huo moyo, toka roho ya ukiwa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Naona roho ya mapooza inajificha ndani ya ardhi yako, na iona inachimbua mchanga, inaingia kama mdudu nungi, kama mdudu minyoo anaingia kwenye mchanga. Roho Mtakatifu ananiambia hiyo ni roho ya mapooza. Wewe mapooza, wewe mapooza, wewe catch fire, catch fire, catch fire. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye hiyo ardhi, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye hiyo ardhi. Ninaamuru malaika wakusaidie sasa, ninaamuru malaika wakupe mabawa sasa. Nasema hivi, kila kilichopanga kukimaliza, nimekimaliza sasa kwa jina la Yesu, nimekimaliza sasa kwa jina la Yesu, nimekimaliza sasa kwa jina la Yesu. Natamka uzima kwenye mwezi wako wa 12, natamka uzima kwenye mwisho wako wa mwaka, natamka afya, natamka kibali cha Bwana, natamka upendeleo, natamka
natamka amani, natamka upendeleo wa Mungu, natamka amani. Naiona ofu ya kufeli, naiona hiyo ofu inataka kuvuka na wewe mwaka. Wewe ofu, toka kwenye mioyo yao, toka kwenye mioyo yao, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Wewe kukosa imani, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kama moto na kuona unapita kwenye mioyo yao, toka kwa jina la Yesu. Wewe ofu, toka nje, toka nje, toka nje, toka nje, toka nje. Nimeweka zuio, haupiti tena kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya hizi sadaka ambazo watoto wako wamezinyanyua. Mungu, hizi ni sadaka za kumaliza kila kilichopanga kutumaliza. Hizi ni sadaka za kumaliza kila kisasi cha shetani kilichopanga kutumaliza. Tunakimaliza sasa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sadaka zetu Mungu na uzitakabali. Natamka tunamaliza mwaka kwa ushindi. Kwenye hizi sadaka nakataa roho ya mapooza. Kwenye hizi sadaka nakataa roho ya ukiwa. Kwenye hizi sadaka nakataa roho ya gundu. Kwenye hizi sadaka nakataa roho ya mikosi. Kwenye hizi sadaka nakataa roho ya mapooza. Kwenye hizi sadaka nakataa roho ya hasara. Kwenye hizi sadaka nakataa roho ya kupukutisha. Kwenye hizi sadaka nakataa roho ya uchungu. Kwenye hizi sadaka natamka mafanikio 100%. Mafanikio 100% kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. 0716052202. Lakini pia wewe mtu wa Mungu, kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii, sema: Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unipokee, nikae na wewe, na mimi nikae na wewe, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, utatutumia jina lako kwenye hii namba 0655108869. 0655108869. Mungu akubariki sana. Hakikisha unaomba haya maombi na uombe mara moja. Kila kilichopanga kukumaliza hakitakumaliza kwa jina la Yesu Kristo. Kila kisasi cha shetani kilichopanga kukuua, nasema hautakufa kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Amen.